Karibuni sana tena na tena kwa jina la Yesu. Wenyeji karibuni tena na tena. Yes. Haleluya. Okay, Mungu amenituma niongee na watu wake siku ya leo. Na kile Mungu amenipatia ni neno lake. Na kuna sauti nimeandika hapa kulingana vile Mungu ameitoa. Mungu ameniambia niwaambie kwamba kuna wakati huwa umetengwa na Mungu wa kuokoa maisha yake kwa njia ya kujimwaga. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo umetengwa, mtu asipokuwa mwangalifu wakati huo unapita. Na kwa watu wengi wakati huo upita wakiwa kwa mizaa, wakiwa kwa ukawaida, wakiwa hawataki kuchukua mambo na uzito. Praise the Lord. So kuna wakati Mungu ametenga kwa maisha ya kila mtu ili mtu aokoe maisha yake. Okay, tunajua njia hii ya wokovu ya Yesu ya kwamba amesema kujeni kwangu sasa nyinyi tena mrudie wokovu, na njia ya maji haya tumeweka hapa, ubatizo. Sawa sawa, tumebatizwa. Njia ya pili, njia hiyo ndio hii iko tena. Mungu anasema kuna wakati huo umetengwa na Mungu, mtu ajielewe, hata kama ni mlevi, hata kama ni nani, hata kama uko unafanya mambo gani, ufike mahali ujielewe, wakati huu umefika sasa, ni wakati wa kuokoa maisha yangu. Haleluya. Wakati huo shetani huwa amepanga, ama adui huwa amepanga kifo mbele yako. Huwa amepanga kifo. Nikisema kifo kiko cha aina nyingi. Praise the Lord. Kifo cha ndoa ni kifo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kifo, kila mtu hapo na shida ambaye sasa, ama katika dunia hii kuna mambo ambayo huwa adui amepanga kuua mtu na njia hiyo, anamaliza maisha yake na njia hiyo, na anakuwa mtu wa shida tu, maisha yake yanamalizia vibaya. Ni kifo huwa kimetengwa. Lakini katika kutenga kifo kwa mtu huyu, huwa Mungu ametenga wakati mtu huyu hajiokoe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Huwa Mungu ametenga kwa kila mmoja kuwe na wakati. Na ndio maana ninaposimama hapa kuna mambo nimekuwa nikiangalia na kuta watu wengi hawajaelewa wakati huo, wawe waangalifu sana na tena wawe serious kwa mambo yale wanafanya. Ikija ni kuwa Mungu unatumikia Mungu na unatafuta mambo ya Mungu, uyatafute vile yanastahili. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Tulikuwa wenye dhambi, ndio tulitenda dhambi, lakini tulipotoka kwa dhambi si kwamba tunakaa tukishungulia tena ni kama dhambi ziko na utamu. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa kwa dhambi, ndio tumefanya dhambi zote. Haleluya. Tumezunguka dunia yote. Haleluya. Ndio tukaokolewa na Mungu akatuleta upande wa kwake tumtumikie. Kwa hivyo saa ile umeokolewa na Mungu na sasa ile umekubali sauti ya Mungu ile ndani yako. Usikae kana kwamba tena kuna nafasi uliacha kule nyuma ambayo ni nafasi ya kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Niko na kijana, niko na mzee, niko na mama. Praise the Lord. Asikie sauti hii kwa sababu sasa hii sauti ni ya kila mmoja siku ya leo. Tubadilike mara moja. Mungu anataka tubadilike mara moja tukijua kwamba kile ambacho kimeandikwa katika maisha yako sio uhai. Pepo hajaandika uhai katika maisha yako. Pepo hajaandika mambo mema. Haleluya. Adui yako hajaandika mambo mazuri kwa maisha yako. Kabisa hiyo haiko. Kile kiko hapo. Kumbuka akasema sasa mimi kutoka saa hii sitachomwa peke yangu. Sasa utachomwa na nani? Nipe ruhusa nikatafute wangu. Ni kweli? Yes. Haleluya. Sasa mimi sitachomwa peke yangu. Ukikuta mtu amekosea ama ukikuta mtu ambaye hana haja na Mungu ama hapo na mambo ya Mungu, huyo ndiye mtu wa kufuata ama ni mtu wa kuacha wewe unaendelea kutafuta sauti ya Mungu, sababu wewe utaenda kuchomwa na yeye. Praise the Lord.
Sasa ndio nikasema hata hii kanisa ambayo Mungu ametupatia, hii si ile ambayo naweza sema sasa huyu na huyu na huyu waunganike waanzie kutumikia Mungu wakiomba pamoja wakifanya mambo yote pamoja. Hapana, naweza kusema wacha huyu atafute Mungu akiwa yeye, huyu atafute Mungu akiwa yeye, kulingana na vile unakule unataka kufika. Praise the Lord. Kulingana na kule unataka kufika. Mimi nataka kwenda kwa mataifa. Na mimi naenda kwa mataifa. Niko na ahadi ya kwenda kwa mataifa. Praise the Lord. Naenda kuhubiria mataifa neno la Yesu wasikie. Nimesema vile nimesimama hapa, Mungu hajaniaibisha. Mungu amekuwa na mimi katika hali yote na safari hii nimekuja. Kwa hivyo ndio nasema Yesu anaweza. Sasa naenda kwa mataifa kuambia kuna Yesu anaponya. Praise the Lord. Kuna Yesu anaponya, kuna Yesu anainua. Nimemuona ameniponya, nimemuona amenisaidia. Kuna mtu anaingia hapa saa hii, kila anamwambia ni wachane na mizaa kwanza uone miujiza hii ambaye Mungu anatutendea. Ndio uweze kwenda kuhubiri injili ya kwamba Yesu anaweza ukiwa na nguvu. Praise the Lord. Wewe ndiye Mungu atapitia kwako kwanza akuonyeshe miujiza hiyo. Wewe ndiye utasimama kwanza kabla ya hao wengine, kabla ya ule ndugu yako. Ni wewe utasimama kwanza uingie katika misingi ya Mungu, ujue mambo ya Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ndio utakapoenda kusema yanawezekana kwa ndugu zako na dada zako, wewe umemuona. Unaenda na kushuhudia kitu haujui. Utaenda kushuhudia mtu haujui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio nikasema huyu ambaye ameingia kwa leo ni firstborn. Ni nani? Ni firstborn. Sasa wewe ukiwa hapa na kuita firstborn mshirika wa kwanza. Firstborn mshirika anaingia, si ndio? Firstborn amekuja kukula sasa. Firstborn akule ashikilie nafasi ya firstborn aendelee kwa secondborn anakuja. Haleluya. Lakini usingojee ukae hapo utoshane na ule mwingine kwa sababu haukuli, hautumiki, hauelewi, unaendelea tu kukaa. Lakini Mungu anasema kipindi hiki sasa tuko naye, ndio Mungu anasema huu wakati tuko naye huu ndio wakati wa kila mtu ajue ametengewa kuokoa maisha yake saa hii. Tuko pamoja? Huu ndio wakati kila mtu umekuja leo. Asante. Asante, Mungu akubariki sana. Karibu sana. Tuendelee kwa jina la Yesu. Wakati huu umefika leo, jua ya kwamba umekuja uambiwe kwamba Mungu anasema huu ndio wakati na saa inaenda na wakati umeisha. Saa imeisha, wakati umeisha. Kwa hivyo hapa ni kuokoa. Wakati huu tuko naye ni wa kuokoa maisha yetu kupitia njia ya kunyenyekea kwa Mungu. Kwa hivyo utakapokuwa unaokoa maisha sasa, utakuwa tayari kukubali chochote ambacho Mungu atasema, mradi uokoe maisha kutoka hapo. Praise the Lord. Hautakuwa na wakati wa kupanga sasa. Kupanga kumepitwa na wakati. Tungepangia kule nyuma. Saa hii hakuna kupanga. Niko na mtu wa 20, wa 30, wa 25, wa 35, wa 40, si ndio? Wa 50 years, 55 years, 70, si ndio? Haleluya. Sasa wakati huu ni yako fikiria hivi, niseme funga macho kidogo ufikirie, utafakari uone wakati ule huko. Na mimi nikuambia wakati huu Mungu ananiambia niwaambie ndio wakati ule umebaki wa kutumia kwa haraka, kutumia kwa speed ndio uokoe maisha hapa. Ukija kuchelewa hapa kumeharibika. Praise the Lord. Ukija kuchelewa kidogo hapa kanafasi kamabaki kadogo sana. Hata kakija kuisha tu kwa mizaa, atikaisha kwa kupimana hapa. Mshiriki umekuja kanisani leo unanipima miaka 2. Hiyo miaka 2 ndio ilikuwa imetengwa, huo umemaliza shughuli zote. Kama ni biashara umefungua, umeingia na umefanya kazi. Haleluya. Wakati ule tuko naye ni wa kunyenyekea zaidi. Wakati ule tuko naye ni wa kutii. Niko na Mungu hapa anasema Yesu anaweza. Umesikia nikisifu shetani mimi? Umesikia nikitaja shetani? Shetani hana chochote. Shetani hana chochote, hiyo ni fukara. Hana uwezo wowote na ashindwe kwa jina la Yesu. Praise the Lord. Kwa hivyo nahubiri Yesu. Tangu hapa na nimemwimbia Yesu vizuri na nimerauka hapa asubuhi ndio nitukuze jina la Yesu. Basi ukiingia ni Yesu. Yes. Haleluya. Ingia hapo tuanzie kumsifu Yesu. Ingia tuanzie kumuomba Yesu. Ukija hapa upende madhabahu, upende hao watu, ama upende wale wengine, au ukienda pale unashiriki, upende hao watu, ufunguke moyo wako, hapo ndio Mungu ataweza kuongea na wewe. Hata ingelikuwa kuna ubaya uko hapo ndani, utaujua kwa sababu ya kufunguka kwako. Praise the Lord. Lakini kwa kawaida hakuna chochote unaweza kujua. Watu huwa wanaingia gari, wanaenda safari na gari inaanguka na wanakufa. Ni kweli? Kwani hakukuwa na mmoja angelijua hii gari itaanguka?
Haleluya. Tuko pamoja? Na watu wao wanaenda wanaingia, mtu anaingia kwa gari na anasikia siko comfortable na anashuka na anakaa hapo anangojea ingine ya pili, anaingia hiyo na ile imeenda ya kwanza inaenda inapata ajali. Ni kweli? Yes. Umewasikia vitu kama hizo? Yes. Nikisema kuna kasauti kalimtoa hapo utanipinga? Hapana, kuna roho ilimtoa pale. Wewe toka. Wewe toka. Hivyo ndivyo Mungu anaambia Loti, wewe Loti, sitachoma huu mji ukiwa hapa, fanya haraka wewe ni mtu wangu, funga nguo zako tuondoke. Harakisha toka. Sawa sawa? Yes. Kwa hivyo mtu mwema ama mtu wa Mungu akiwa mahali lazima kuna kitu kitafanyika cha kumsaidia wakati wowote. Hata vile huko hapa. Ikiwa hapa ndipo pa kuponea kwako, unastahili ufunguliwe leo na kesho na siku hiyo uweze kujua hapa ndipo nastahili kutumikia Mungu, nibarikiwe. Praise the Lord. Lakini ukichukua nafasi hiyo kupoteza muda kutoka hapo, nimesema kile kitatangulia ni kuchelewa. Ukishachelewa pale hapo mbele ya kuchelewa hapo, kile utokea hapo ni kifo. Nisomee Esther 4. Nataka tuangalie Esther 4. Hayo mambo naongea yako hapo Esther 4. Kuna watu nimeona wamefika mahali pa kifo. Na ninafananisha mambo haya, ninaona kwa wakati ule tuko naye kwa saa hii. Kuna watu wako katika hali ya hatari, lakini hawachukui mambo hayo na uzito. Wakajua hii hali niko kwake saa hii ni hali ya hatari. Mtu akajua kile ninastahili kufanya ni kipi, kwa sababu lazima niokoe maisha yangu hapa. Ninahitaji kuokoa nyumba yangu. Ninahitaji kuokoa familia yangu. Ninahitaji kuokoa hii ndoa yangu. Hii ndoa yangu iko na shida hii. Nahitaji kuokoa hii ndoa. Nahitaji kuokoa hiki kipawa. Huu utumishi niko naye ni mzito. Nahitaji kuokoa huu utumishi saa hii, kwa sababu dakika zile zimebakia ufunge hapo. Hiyo nafasi iishe. Dakika chache sana. Usipokuwa mwangalifu muda unaenda kuisha. Ukiisha basi utakuwa na ndoto, utakuwa unasema vile ulikuwa unaota, utakuwa unasema vile ulikuwa unaona maono, kwa sababu haukutumika. Kuna wakati wa Mungu, na wakati ule Mungu ametenga mtu afanye kile kinastahili, huwa anangojea ukifanye. Bless the Lord. Wakati ule Mungu ametenga uimbe, anataka uwe unatumika wakati huu. Anasema wakati huu tuko naye saa hii, ndio wakati wa kila mtu ajue nafasi ile nimebakisha kidogo ndio ya kuokoa maisha yangu. Wakati utakapojua nafasi ni kidogo ya kuokoa maisha yako, hautatumika na kawaida. Hata ukiambiwa imba, hautaimba kikawaida. Hata ukiambiwa fanya kitu kwa nyumba, hata Mungu akiongea kwa masikio yako utasikia haraka, kwa sababu unajua nafasi niliyobakia hapa ni kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Muda ambaye niko naye sasa hivi ni muda mdogo zaidi. Kwa hivyo nafaa kuutumia vizuri, kwa sababu nisipotumia vizuri utapita, na ukipita nitaumia. Wakati ule tuko naye sasa hivi wakati kidogo sana. Ambia mwenzako wakati ule umebaki. Hebu angalia mwenzako, mwambie wakati ule umebakia ni wakati mdogo sana. Mwambie ni muda mdogo sana. Kwa hivyo saa hii jitahidi. Bwana Yesu asifiwe. Inafika wakati unaelewa wakati ule umebakisha saa hii ni wakati mdogo zaidi. Kwa hivyo nikiutumia vibaya, kuna wakati unaweka pin number hizi masimu, unaweka aidha ni M-Pesa pin number, inakwambia long mara ya kwanza. Si umesahau? Inafika tena unaweka long, inakwambia long mara ya pin na imebaki moja. Imebaki. Uliona vile ulifikiria vizuri kwanza ukaweka hiyo simu kando ndio ukumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Si unafanyanga hivyo? Unaweka hii simu kando kwanza, alafu unachukua kalamu. Kwanza saa hii mambo ni rahisi. Mbeleni ulikuwa ukijaribu hapo PUK unaenda kutafuta wapi? Kwa Safaricom. Sasa unaenda hata hiyo sina. Sasa itakugharimu. Kwa hivyo wewe simu kaa hapa, kwa ile pini yangu ilikuwa ngapi? Unaandika ya kwanza unaona si. Unaandika, nakwambia utaitafuta mpaka ukiweka hivyo inakwambia ndio hiyo. Kila umefanya ni mambo umebadilisha yote, si ndio? Umekuwa sasa mwangalifu kwa yote, umekuwa serious na yale mambo unayofanya, kwa sababu unajua imebakisha mara moja tu.
ifunge. Na mambo mengine tumewahi pitia katika dunia, ukakuta ile kitu imebakia ni moja, unaishughulikia hata kama ni pesa zinahitajika pale, unakuta unatafuta na utofauti, kwa sababu ile nafasi imebakia ni moja, ni nafasi moja imebaki. Hii shule tunataka kupeana hii nafasi, na sasa harakisha, kama mtoto wako ataingia kesho aingie, asipoingia kesho nafasi imebaki hiyo na tunaifunga. Utaenda kama zaidi ya vile ulikuwa unaenda jana, mradi huyu mtoto aingia kwa ile shule. Praise the Lord. Unaitaka. Ona siku ambayo ulibakishiwa nafasi moja, vile ulishughulika uitumie hiyo nafasi kwa sababu unahitaji. Mungu anapoongea hapa, imebaki nafasi kidogo sana, muda mfupi sana. Hii nafasi iishe, huu wakati upite. Ukipita utaumia. Ukipita ni kifo kiko hapo mbele, ni hatari. Soma hapo. Tunasoma katika Esta 4 mstari wa kwanza. Esta 4 mstari wa kwanza. Mordekai aomba msaada wa Esta. Mordekai amehitaji sasa msaada kwa Esta. Mordekai alipojua yote yaliyotukia alisilalua nguo zake. Mordekai alipojua mahali tumefika saa hii hakuna mchezo, mahali tumefika saa hii mahali ya hatari imesomwa, akalalua nguo zake. Haleluya. Amen. Ameanzia kubadilisha mambo sasa. Vile nimesema, unaweka pini ya kwanza ya pili, basi hiyo nyingine unafikiria. Panda mstari wa 9. Ukipenda ewe mfalme, amri na itolewe watu hawa waangamizwe. Akajua sasa huyu Mordekai aimuinami, akaenda sasa kwa mfalme kwa sababu ako na uwezo kwenda kumuomba sasa kuanzia saa hii hawa watu waangamizwe, ikiwemo Mordekai. Sema kifo. Kifo. Kimetangazwa. Yes. Haleluya. Sasa akaenda kwa mfalme kwa sababu ako na uwezo, ako na cheo. Akaenda aende sasa Haman aombe nafasi moja tu, amwambie mfalme, kama ungependa, kama ungekubali, nipe nafasi moja tu tuwaue wawa watu wote wanaitwa Wayahudi. Nami naahidi, na yeye utaamuru hivyo, kama utasema ni shakilo 10,000 za fedha ziwekwe katika hazina ya mfalme. Na akaahidi kuna pesa fulani atatoa ikiwa mfalme atakubali jambo hilo litekelezwe. Haleluya. Huo ni mpango umepangwa wa kifo cha watu na mtu. Haleluya. Anasikia. Twende mstari wa 12 na 13. Alafu turudi kule. Basi siku ya 13 ya mwezi wa kwanza, Hamani aliwaita makatibu wote wa mfalme. Akawaita makatibu wote wa mfalme, akawapa tangazo ambalo alitaka itafsiriwe kwa kila lugha na kila namna ya maandishi katika utawala huo. Akasema sasa, akapeana tangazo, watu watangaziwe na lugha zote, ndio kila mtu asikie lugha yake vile imetangazwa. Kwa hivyo kumaanisha sasa Haman amefaulu, pande ile mfalme amekubali watu hawa wauawe. Kwa hivyo Haman amefaulu. Kwa hivyo sasa amekuja kutangazia watu wote wasikie na lugha zote kwamba tarehe fulani, tuendelee. Alafu nakala zikasambazwa, gazeti zikasambazwa watawala wote, wakuu wa mikoa yote na viongozi wa makabila wote wakasoma hiyo, wakaelewa kwamba kufuatana na lugha zinazotumika kwao. Tangazo hilo lilitolewa kwa jina la mfalme Ahasuero. Tangazo hilo limetolewa kwa jina la mfalme. Tangazo linasema nini? Na kupigwa muhuri kwa pete yake. Matayarishi walizipeleka barua hizo kwa kila mkoa katika utawala huo. Wakaamua kupelekea kila mkoa, kila watu waelewe mambo yale yamepangwa kwa sahihi. Nimesema kifo. Haleluya. Mahali wamefika sahihi, amekubalika. Amekubali sasa, wewe mfalme amekubali. Hapa sahihi mambo ya Hamani ndio tunaenda kutekeleza kwa Wayahudi. Praise the Lord. Tangazo hilo lilisema kwamba kwa siku moja tu, yaani siku ya 13 ya mwezi wa 12 uitwao Adari, Wayahudi wote, vijana kwa wazee, wanawake kwa watoto, wote lazima wauawe, waangamizwe na kufutiliwa habari, na mali zao zote zichukuliwe. Amen.
Amen. Praise the Lord. Amen. Tangazo lilikuwa linasema tarehe 13 mwezi wa kwanza. Kuna jina unaitwa huo mwezi wa Adari. Praise the Lord. Ati Wayahudi wote hiyo siku ndio wataangamizwa, watauawa. Praise the Lord. Okay. Ikitangazwa hivyo, ilipotangazwa hivyo, ndio sasa nimekuwa pale Esther 4 nikisoma mambo haya ambayo nilikuwa nasema watu waweze kujua. Mungu anataka tuweze kujua kuna wakati huwa umetengwa wa kila mtu kujipigania kuokoa maisha yake, lakini utayaokoa pasipokuwa na kawaida ndani yako. Praise the Lord. Utayaokoa ukiwa umeamua kufanya mambo tofauti na vile umeishi kufanya. Utayaokoa ukiwa umeamua kufanya vitu tofauti na vile umekuwa ukifanya. Praise the Lord. Kwa sababu watu hao baada ya kusikia kifo chao kimetangazwa tarehe 13, huo mwezi unaitwa Adari. Hapo watu hao unasikia maandiko yanasema kule 4 sasa ndio Mordekai analarua nguo anavaa gunia. Praise the Lord. Ndio Mordekai analarua nguo anavaa gunia. Wakati unaangalia maisha yako hivi, unaangalia kile kimepangwa na adui yako. Amepanga na amemaliza maisha ya watoto hawa. Amepanga amemaliza hii familia. Amepanga amemaliza kipawa changu. Kuanzia wakati ule niliona ninaweza kutumikia Mungu, mpaka leo hakuna chochote kimefanyika. Kwa nini unaweza kunyamaza tu na ukawaida? Hata ukiingia kwa madhabahu unakuwa na ukawaida. Ukienda kufanya mambo yako ya Mungu unafanya ukawaida. Hapa inahitajika kurarua nguo zako. Praise the Lord. Kuna wakati unahitaji bidhaa. Huo wakati ukipita, hebu jiulize sasa hapa, kwa sababu tukisoma maandiko hapa, Mordekai amerarua nguo, Mordekai ameenda kwa mfalme. Okay, finally Mordekai atafaulu. Sawa sawa. Asingechukua hatua ya aina hiyo, ni nini ingefanyika? Wangeuawa wote. Usipokuwa mwangalifu zaidi uchukue mambo haya kitofauti, ni nini itafanyika? Usipokuwa mwangalifu saa hii ndio roho anauliza mtu huyu ambaye niko na keti naye hapa, angalia vile mambo yamekuwa, angalia hiyo miaka vile imekata, angalia hiyo maisha vile yameenda, mpaka ukafika saa hii umekalia wa 39 wa 40 wa 45 wa 50 wa 55 wa 25 wa 30. Hapo umekalia hapo, na umeangalia nyuma hapa vile umekuja hapa. Sasa umeketi, usipochukua hatua ya kurarua nguo zako ama ufanye mambo tofauti, ndio upigane na huyu adui anaitwa Haman. Kwa sababu kwa kila mmoja ako na Haman. Praise the Lord. Kila mmoja hapa ako na adui yake anaitwa Haman, na hakuna chochote amepanga chema. Nimesema hakuna. Kama ni hii nyumba yako hii, hajapanga hawa watoto wafaulu, hajapanga hii nyumba ipone, hajapanga hiki kibao kifanye kazi. Ndio maana unaona yanaenda tu, siku zinaenda tu, maisha yanaenda tu. Vile ulilia miaka 10 iliyopita, ndio unalia siku ya leo. Kile kinahitajika ni utofauti. Haleluya. Tuko pamoja? Yes. Mnashika kile Mungu anasema? Yes. Kile kinahitajika ni mambo tofauti na yale unaishi kufanya. Ikiwa ulienda kwa nyumba ya Mungu pale pengine, mahali pengine, ukatumika, labda ukaitwa, ukaambiwa fanya, mimi sipendi kusikia mtu anaingia hapa na mwambia kila kitu naona kwa roho ama kwa sauti ya Mungu ananiambia, niliambiwa hivyo. Kuna kanisa lingine nilienda nikaambiwa hivyo. Sipendi vitu kama hizo. Ulipoambiwa ulichukua hatua gani? Sasa unanimaanishia nimekuambia na mimi unichezea hivyo, ulicheza huko? Unamaanisha nimekuambia huko na jambo hili hapa, naye sasa ufanye vile ulifanya pale? Msaada wake ni nini? Faida yake ni nini? Kwa kila kitu kina faida yake. Praise the Lord. Siwezi kuwa na ubiri injili hii na tumikia Mungu hivi nimetumika. Nimeacha watu wetu, nimeacha mashamba, nimeacha nyumba, nimekimbia kwa ajili ya Mungu, halafu nikabaki vile. Praise the Lord. Ati nikawa tu mtu wa kawaida. Tutoshane na mtu ambaye hajaacha chochote. Nimeacha watu wetu, nimeacha mashamba. Yesu alisema yule ataacha nyumba, aache maji. Alitaja maji, hata nimeacha maji. Si ndio? Yes. Nimeacha vitu vyote kwa sababu ya injili hii. Na vile ninahubiri neno la Mungu huyu, huwezi niambia nitakuwa tu hivyo. Kuna mambo Mungu amepanga, na kwa hivyo niko tayari na macho yangu yanaona. Haleluya. Siwezi sikia sauti ya Mungu nikaichukua na mizaa. Haleluya.
Tunaelewana? Siwezi sikia sauti ya Mungu nikachukua kwa kawaida, kwa sababu kuna mambo nafuatilia, ninataka yatimie, na sauti ya Mungu inaongea, unafaa kuifuatilia. Kila mtu anasikia Mungu, nilisema, na Mungu huwa anaongea na watu sana, na anatupenda sana, ndio maana anakuja na njia nyingi. Lakini nilisema shinda yetu ama kile ambacho huleta tofauti ni hatua. Praise the Lord. Huyu anaweza sikia Mungu leo na nisikia Mungu, na huyu asikia Mungu atuambia kitu moja, lakini sasa yule atachukua hatua ya sauti hiyo, huyo ndiye atakuwa anaelekea kutendekewa na lile jambo Mungu amesema. Lakini yule ataendelea kuketi ni kana kwamba hajasikia. Praise the Lord. Tuko pamoja? Ni sawa tu na mtu mwenye hajasikia. Kwa hivyo usikia Mungu watu, nasikia Mungu hata watoto. Nilisema siku nyingine hata mtoto wako anaweza kuongea kwa blanketi tu hivi. Usikia amekuongelesha. Ni kwa blanketi atumiwe na sauti ya kuambia usiende town kesho. Kama atumiwa kaongee usikii? Kama hutasikia sitaenda. Praise the Lord. Tuko pamoja? Kwa hivyo Mungu hapo na njia nyingi za kuongelesha watu wake ili awaokoe, maana sisi ni wa Mungu na anatupenda, ametuumba. Ni kazi yake, hili ni hekalu, kanisa la Mungu ndio hili. Praise the Lord. Kwa hivyo anatupenda, lakini kuna yale mambo hataki tuwe tunafanya ndio tukubalike mbele zake, na huwa anatumia njia nyingi, hata kwa walevi. Praise the Lord. Hata kwa wale watu unaona wanatembea barabarani hivi, Mungu huongea nao. Ni wangapi umesikia wanakuja kwa wokovu wanasema Mungu aliniongelesha nikiwa nimelewa? Wengi sana. Kumaanisha watu hao wote ni wa Mungu. Mungu anamwambia toka kwa ulevi saa hii, wakati umeisha, enda ukanitumikie. Na huyo mtu anasikia sauti na anasema kuanzia leo mambo na pombe sasa naweka chini. Nimesikia Mungu akiongea, wacha niende nikatafuta sauti yake. Mungu akimleta kwa madhabahu kama hii, imshikilie mtu huyo na imulee, ile mbegu. Hii mbegu inakuja kutumikia Mungu. Praise the Lord. Lakini kama hakuna kusikia sauti ya Mungu, ama unapoichukua unaichukua na mizaa, unaitumikia kimizaa, hakuna siku maisha yatapona. Kile kitakuwa mbele ni kifo. Nimesema uliza hapa, ulize ikiwa Mordekai hakurarua nguo, sababu sasa tuko 4 inatuambia Mordekai aliposikia mambo hayo akawaka sasa, akararua nguo zake zile, alivaa shuti kama hii, akavaa gunia, kisha akaanzia sasa mambo tofauti. Kama ni kuomba, anaomba akiwa kwa mchanga. Usikubali Mungu tuishe. Praise the Lord. Amen. Kama ni kuomba, amevaa gunia, amegaragara ugaragara ni nani? Amebingirika kwa mchanga. Wacha hii naweza kwambia turukaruke hapa, unaogopa hii vumbi ikushike. Vumbi. Unafaa ubingirike wapi? Chini. Hakuna kusema vumbi hapa, nyumba iko cemented hii sasa kuna vumbi. Lakini utakuta muungwana hataki kurukaruka, anagopa hata kusweti. Jasho, unajua jasho. Haleluya. Muungwana hataki mambo. Si ndio? Huu muungwana utatufikiza. Huu ndio wakati wa muungwana. Na Mungu akasema waambie watu hawa kwamba nafasi huwa imeachiwa kila mmoja. Hiyo nafasi huwa ya kuokoa maisha yake. Akipenda ajishushe kwa Mungu, anyenyekee, ararue maisha yake, anguke chini. Mungu anasikia kilio chake. Na mahali hapo umefika, hapo ndio Mungu anasema ni saa hii. Ule anachezea muda huu kwa mishene, saa hii utaachwa. Ikiwa Mungu anasema usi wakati wa masengenyo, wachana na hizo vitu. Ikiwa Mungu anasema wakati usi wa choyo, wachana na hizo vitu. Ikiwa Mungu anasema usi wakati wa ukabila, tunasimama tunamwambia Jehova, wakati ni wetu huu umefika, tukombolewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nahitaji kumuona Mungu. Kile naitona haja naye ni kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nikimuona Mungu maisha yangu yatapona. Ule nitamuonea Mungu, hapo ndipo nitasema Mungu ainuliwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata ikiwa nitaondoka hapa nikamuone Mungu Turukana, niturukana. Yes. Haja yangu ni muone. Ukikutana na mtu wa aina hii amefika kiwango cha kujirarua, huyo mtu hana chochote kingine, anabebakisha cha wanadamu za kibinadamu. Ameachwa na nafasi moja tu ya kuokoa maisha yake. Mordekai amebaki na nafasi moja tu, aone ataokoa maisha yake na aokoe ndugu zake. Amen. Haleluya. Ndugu zetu wanalia.
Dada zetu wanalia, hapa tuko na mizaa. Ukiambiwa simama vizuri, acha hii, acha hii, acha hii, harakisha kwa sababu muda umeisha, nafasi hakuna. Hii ikipita, kifo ianzia kufanya kazi. Praise the Lord. Amen. Tuko pamoja? Yes. Ikiwa ulitengewa utumikie Mungu, utumishi huu wako unaona hii, utumikie ukiwa miaka 10 iliyopita. Sasa hii ndio imepita miaka 10, unaona umechelewa kwa kiwango gani? Si unaona umechelewa sana? Yes. Umechelewa sana. Ukiingia tena wakati huu Mungu anakuambia nimebakisha kama kadogo kwako. Kuna miaka 2 nimekuachia. Ikiwa utaweza kusimama vizuri na ufuatilie, hiyo miaka 2 nitakuwa nimekumalizia hiyo. Nitakamilisha, nitaweka materials zote zenye nataka ndani yako na uende ukafanya kazi yangu, ama uende ukaanzishe kazi, ama uende ukasimamia wengine kule, mambo kama hayo. Mungu amepanga mambo haya kwa maisha yako. Then ukuje utumie kama kale tena kandogo kamebakia vibaya. Kwa masengenyo, kwa kuangalia huyu, kuangalia vile kile hana, kuangalia ule kile hana. Usio wakati huo, awe na kitu, awe hana. Kwa saa hizi hayo mambo, nimuone Mungu, nipigane vita, niokoe maisha yangu na niokoe ndugu zangu. Praise the Lord. Maandiko yanasema Mordekai akafanya nini? Mordekai alipojua yote yaliyotukia, alizilarua nguo zake, akavaa vazi la gunia na kujitia majivu. Ameona hakuna haja ya kuvaa hiyo maridadi tena. Ameona hakuna haja ya kuvaa maridadi tena, ikiwa sasa saa hii kile kimetangazwa. Amani pande ile amefaulu. Amewezesha kufika kwa mfalme na amemtajia kiwango cha pesa zenye atatoa ikiwa atakubali watu wao wafutiliwe duniani kabisa. Kwa hivyo wanyongwe. Amefaulu, na maandiko yanasema sasa Mordekai akajua huyu adui yetu amefaulu na amekubaliwa. Kwa hivyo saa hii nimesema hiyo ni ile namba ya mwisho ya menyo nataka kuweka kwa pin namba. Si ndio? Hiyo ndio ile sekunde ya mwisho ambayo unafaa uokoe maisha yako kwa saa hiyo. Usipokuwa mwangalifu hapo uteleze kidogo, mambo yameharibika. Saa hii kuna mtu anaitwa na Mungu. Saa hii kuna watu wanaambiwa wacheni na hii, wachana na ibada, wanataka tu kubaki kwa chuchu zenye hazina maana. Mungu utatike na masiku yaishe. Yakiisha watabaki kulaumu wakisema ilikuwa hivi. Na huo wimbo ndio uliimba siku ile nyingine kwa ile kanisa nyingine. Huo ndio wimbo uliimba tena kwa ule mwingine. Saa hii unaambiwa wacha. Mungu anaongea na njia kubwa. Hata unapoteleza kidogo hivi unasikia hapa unaambiwa umeteleza, sio hivyo. Lakini pamoja na hayo unataka uvae ile koti ya zamani utembee nayo, itakuchelewesha na muda utaisha na hautaokoa hata hao watoto. Yesu asifiwe. Nimesema tuko kwa lile, si ndio? Si tunapeana kijiti? Yes. Shika. Sasa ulipatiwa na babu alipatia baba yako. Baba yako alikupatia. Sasa sasa hivi umeshika umepatia watoto. Hapa ndio Mungu anasema unaweza kimbia usiwapatie magonjwa. Unaweza kimbia usiwapatie mashida. Unaweza ukimbia usiwapatie haya madeni. Unaweza kimbia usiwapatie vitu hizi ambazo zimekutesa. Hata wewe mwenyewe ukiangalia zile vitu unataka kupeana unastuka. Hii ndio nataka kuachia mtoto kweli. Hayo ndio maisha nimeleta. Ule babu alinipatia nini? Alipatia baba yangu nini? Alimpatia hicho kitu umeshika saa hii kwa kila mmoja. Hata kama uko na miaka 10. Hiyo kitu umeshika unaenda kupewa saa hii. Baba yako, mama yako asipokuwa mwangalifu, atakuletea kitu alichopatiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si unaona kuna watu wanapenda sana wanasema urithi wa baba. Nataka kugaiwa kwa baba. Hata kama kashamba ni eka moja na mko vijana 7. Unakuta mtu anang'ang'ania anasema urithi wa baba sikupewa. Urithi wa baba sikupewa. Ukija huku nakwambia unaweza muamini Mungu, usimame upigane vita, ununue mashamba huko yanauzwa. Ukajenge huko. Haleluya. Uondoke kwa mambo ya aina hii. Alafu ukate kitovu hiki cha hii familia. Usimame tena tofauti. Utangaze mambo tofauti. Ndio kwa laini yako kuandikwa vitu vingine tofauti. Hapana, unakatalia kwa urithi wa baba. Unakatalia kwa kitovu ya kwenu. Unakatalia hapo. Nakwambia hapana, wewe simama vizuri hapa, Mungu ako na uwezo. Praise the Lord. Sisi hapa tutategemea chochote cha mababu zetu wao wazazi wetu. Tumesimama na tunaendelea na Mungu ni mwaminifu. Saa hii hatujapata lakini tuna Mungu aliye na uwezo. Praise the Lord. Yale anatutendea na yale anatuonyesha ni ametosha kutuambia Mungu wetu hata tusahau. Amen. Maandiko yanasema Mordekai aliposikia vile imekuwa, hakuvaa nguo tena.
Akasema kuanzia sasa hivi wakati wa kuvaa suti na kuvaa tai umepita. Sasa saa hii ni kurarua nguo zangu, nivae magunia kwa sababu muda uliobakia saa hii ni siku wamehesabiwa, wameambiwa tarehe 13. Tarehe 13 mwezi wa unaitwa mwezi wa Adani. Huo mwezi ndio siku zimetangazwa na gazeti, zimetengenezwa, zimeandikwa na watu, mikoa yote imepatiwa isomwe kwamba tarehe 30 huyo ndio siku ya kunyonga, kutoka mtoto mtu mzima yeyote akapo adongwe, tuepushe hiki kizazi. Hapo ndio tumefika. Alafu mtu akuja kanisa saa 4. Umeona mtu anaingia kanisani saa 5, wengine wakifika saa 11. Swali nauliza, si ndio? Huyu mtu hako tayari kuokoa haya maisha? Huyo mtu hako tayari ama bado hako kwa jokes tu? Si mchezo tu. Yes. Vile alitumika tu, si ndio? Hata niseme hivi, kama mtu hako hapa na mchezo, auache mapema. Saa ile tuko naye saa hii iko mwisho nani? Itakuwa inafunga tu kama tunaongea. Itakuwa inafunga kama tunaongea, unasikia, unaona ni aje kila kitu imenyamaza. Ni aje kila kitu, yaani hata hakuna sauti ya Mungu unasikia. Ni aje hata hakuna ni aje kila kitu. Maandiko yanasema hata Samson akienda vitani hakuwa anajua kama Mungu ametoka. Si ndio? Ile dakika alitobolewa macho. Hakuwa anajua, alifikiria nikienda nitashika nyumba nifanye hivi vile wanashika hivi ni yangu. Niangushe na niue watu. Alipofika ndio alistuka sana, anapigwa mpaka anashindwa kufanya chochote. Kumbe Mungu ameondoka. Kumbe Mungu akiondoka mtu atakuwa anafikiria hapo tu. Anafikiria ni vile unaona tu, ni yale mambo unafikiria tu. Unaenda hivyo lakini ukute hakuna. Saa hiyo kumenyamaza na kumenyamaza. Siku zimeisha. Nikasema ikiwa saa hiyo nafasi umebakishiwa na unaangalia muda uliobakia ni muda mdogo. Hata saa hiyo wakati wa kuomba vizuri, uweke maombi yako vizuri, ufuatilie madhabahu vizuri, uheshimu watumishi vizuri. Hata ukiona kuna mtumishi hapo ameinuliwa, kaa na yeye vizuri. Kama kuna nafasi yako upitie kwa hiyo laini, upitie kwa hiyo laini. Lakini sasa sio hivyo, ni chu. Neno. Lele. Mimi sitanyamaza. Nitaendelea tu kuhubiri injili ya Mungu. Bila tutakuwa tunaenda tu, ninajua saa itafika kengele italia. Kengele itakapolia, ninamshukuru Mungu maana nilisimama kwa madhabahu. Nilipiga magoti chini ya mchungaji akihubiri. Nikamwambia niko hapa baba akiniita. Nilinyenyekea, nilisimama na dhabihu zangu mbele za Bwana pasipo kumhesabia gharama. Na Mungu akasema na nimekuchagua mtumishi wangu. Sasa nenda ukaokoe watu wangu mahali fulani. Amen. Praise the Lord. Sasa nikiwa hapa niko tayari kwa ajili ya mtu ambaye naye ako tayari. Nimwambie hii barabara unakuja nayo, ukipita na hii utasaidika. Niliita usiku, niliitika. Praise the Lord. Mungu alinitokea usiku ananiambia nenda ufanye hii. Sikujibishana na sauti ya Mungu wala ya binadamu. Na sikukubali kuambia sauti yangu ikubali. Hiyo sauti si ya Mungu, nilisema ni ya Mungu. Hata kama ilinigharimu na uzito, nilisema hiyo ndio sauti ya Mungu. Nikaenda kusimama mbele za Mungu, nimwambia leo ninaomba unisaidie, nimesikia kile umesema. Nafuatilia miaka sema 6 good years. Sasa nikamaliza. Chukua sasa watu wako weme. Sikupewa fare siku hiyo ya kukuja. Sikupewa pesa na huyo. Akanipatia. Mungu anaongea ananiambia toka uende. Nilisema vile nilikuja. Pesa zikiwa hakuna pesa, nikafika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Muujiza wa kwanza nikaushuhudia kufika hapa kwa sauti ya Mungu. Pasipo kuwa na pesa za kutosha. Mungu akanilipia baada ya kufika ndio niamini kwamba nitakuwa na wewe. Nitakusaidia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni muujiza ambaye tumepitia aina ya kusema kitu kingine. Mungu ametutendea. Na bali nimesimama saa hii. Mimi nangojea mtu aliye na kiu na anayetaka kusaidika. Nimwambie kuna Mungu, harakisha uangalie muda ule umebakisha ndio wewe ufanye mema. Praise the Lord. Penda huyo mtu mko na yeye. Kana huyo mtu vizuri. Tumika na huyo jirani vizuri. Saa zingine hata kikonyaga mwambie sorry upite. Yeye amekukanyaga lakini hutaki kupoteza neema yako na Mungu. Praise the Lord. Kwa sababu muda umebaki kidogo na ikiwa anatumiwa akucheleweshe. Ukao ukifikiria sasa huyu, ikiwa ametumwa akuja akucheleweshe. Kwa nini msichukue nafasi hii? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini usichukue nafasi hii kupigana vita vya kila aina ukijua kwamba
nivae gunia ya wanadamu ameweka kando. Sasa amerudi kumsihi Mungu. Hebu tusome, endelea tu. Kisha akapita katikati ya mji akilia kwa sauti ya uchungu. Mordekai akapita katikati ya mji, sasa amevaa gunia na analia na sauti ya uchungu. Anamaanisha mambo yamebadilika, sababu hatari imetangazwa. Kwa kila mtu hapa hatari imetangazwa. Angalia wito wako, hatari imetangazwa. Angalia ndoa yako, hatari imetangazwa. Angalia masomo yako, hatari imetangazwa. Angalia pesa zako, hatari imetangazwa. Angalia pande zote, ni nini imesimama hapo? Si ni hatari imetangazwa? Yes. Alikwenda mpaka penye lango la ikulu ya mfalme. Lakini hakuweza kuingia kwa sababu hakuna mtu aliyeruhusiwa kuingia ikulu akiwa amevaa vazi la gunia. Haleluya. Amen. Unasikia vile Mordekai amefanya? Yes. Mordekai amevaa vazi la gunia, lakini anachukua sahi, amekaa kama wazimu. Sema wazimu. Kama unatumikia Mungu hapa na ungwana, ati na misimamo, haujatoka wazimu, haujafika. Unatumikia Mungu nakaa kama wazimu, si ndio? Unafika mahali sasa, mahali yale mambo unafanya, hata mtu bila unaimba, hata mtu anakuondokea, mwenzako anasema si ndio? Kwa sababu unaimba, unakaa kama unakata jasho mpaka maji ukirukaruka hivi inamrukia, unakaa kama si ni wazimu. Na kumbe hiyo wazimu ndio inaenda kufungua nini? Milango ndio inaenda kukuharakisha ikuingize kwa handi yako. Lakini ukiona bando tuko katika hali anakusongea songea, unasonga songa, unaweka mkono mfuko, unaimba imba, ukimwangalia hivi bado uko kwa ukawaida. Haleluya. Bado hatujafika pale tunahitaji kunyenyekea, kujiarua, kujiangusha mbele za Bwana tuweze kuchukua. Kuna vitu ambavyo tunaenda kupatiwa saa hii. Kuna kanafasi kamebaki kuokoa. Kuna kanafasi kamebaki. Kuna mzee niliambia pale, nikamwambia kanafasi umebakisha kadogo sana. Hebu kibishana nako, ninaona kamebaki kamda kafupi sana, lakini uokoe. Hapo nisikia. Alizunguka hapa miezi 2, 3, 4. Akazunguka miezi 2. Miezi 3 akaanzia ukawaida. Akitembea kwa barabara unaona ni ukawaida. Nikamwambia hapana, hivi umeanzia si hivi. Kile ninahitaji sasa, hii nafasi imebaki kidogo sana. Kimbishana na kutii sauti ya Mungu. Kimbishana na kuomba vizuri. Kanafasi yake kamebaki ni kadogo. Sasa namuona anarudi saa hii kuniambia, hai, na ni kama nilipotea. Ulipotea. Na sasa saa hii utarudishwa aje? Utarudishwa aje? Hata sababu ukijaribu kurudi haiwezekani. Saa zingine unafanya mambo, ukijaribu kujaribasi tena sababu muda ulipita, haiwezekani. Ona mtu yote anayetezea hii nafasi. Ona mtu anayetezea hii neema. Unaenda hivi ukijaribu kurudi kwa sababu nafasi ile ulipewa ilikuwa hiyo na ulipelekwa vizuri. Mimi nakupenda. Hata sikujui kule unatoka. Watu wachache sana wale najua kule wanatoka. Ama nimefika kwa nyumba zao wachache sana. Haleluya. Wachache sana. Wale hata nimefika kwao. Nitembelee nikwambie nimefika kwa huyu, sijafika kwa hapo na wewe kwa hapo sisi. Nitakuja siku moja. Sina vita na wewe. Praise the Lord. Amen. Si ndio? Unakuta ni wachache sana wale nimefika hapo. Okay. Sasa utasema na kuchukia na nini? Utasema sikupendi kwa nini sasa? Tena nimepiga safari hiyo yote kutoka huko Meru nifike hapa nikuja nichukie watu. Kwani kwa miaka 6 sikumalizana na hiyo kazi? Kwa miaka 6 shule yenye nilienda ya kutumikia Mungu haikunifundisha roho ya upendo? Haleluya. Kwa miaka 6 ilikuwa kazi gani? Na nikubomoa madhabahu ya kila aina. Nikasema siku nyingine hapa sisi watumishi hata tunanga chama. Utumishi ukweli wa Mungu hana chama. Yeye anasimama akingojea sauti ya Mungu pale itamwambia ndio inaenda aelekeze watu huko. Praise the Lord. Sasa hiyo sikuta sasa hii napiga kampeni nasema fulani na payuka kama mtu ana akili. Hapana, mimi sina chama sasa. Na sababu kama Mungu alisema kama rais yako kwa kiti na viongozi wako kwa kiti wanaendeleza kazi ile wanafanya. Sisi tunaendelea kuomba. Praise the Lord. Amen. Kazi yetu ni kuombea taifa, kazi yetu ni kusimama na Mungu. Mungu asimame na taifa, tuendelee kusimama na Mungu hivyo. Lakini ikifika pale aidha uchaguzi unafanywa ama nini, Mungu anaweza niambia mtumishi wangu sasa ninaona fulani, nataka fulani aingie kwa kiti. Na kwa sababu Mungu anataka aidha kwa njia moja ama kwa njia nyingine,
ainue hiyo sauti, ama atayarisha mambo yako, ama yainue, hata anaweza kuruhusu unaweka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia hivyo, ndiye aliambia Samueli, watu wao wanalia hapa, si wewe sasa wanasumbua, waambie waache. Wakaendelea kusukuma, si ndio? Waliposukuma wakahitaji kiongozi, walipewa. Ule walipewa waliofanyia nini? Lakini Mungu alikuwa ameambia Samueli, hapa hapo amemwambia. Alikuwa amemwambia kiongozi huyu mnalilia hivi itaenda hivi, itakaa vile mnataka. Wacheni hii. Lakini akawaambia Samueli, hiyo ijulikane, Samueli ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Lakini kwa Mungu atatenda tu hivyo vile amepanga kufanya. Kwa hivyo sina chama. Niko hapa nisikie sauti ya Mungu kwa ajili ya huyu na huyu na huyu na kiongozi hata wa county na wa mama women rep na ngapa sasa huyu mdogo kabisa huyu MCA. Si ndio? Mungu anataka kuambia MCA, si atakwambia tu. Yes, sababu ni Mungu na anaweza nyamaza tu. Aendelee tu aseme hiyo sina kazi na hiyo kwa saa hii endelea kuombea watu wangu. Uendelee kuombea watu neema ya Mungu. Uendelee kuombea watu neema ya Mungu. Kile ambacho mimi nasema leo ama kile Mungu anaongea leo, nitujue kuna wakati Mungu ameachia kila mmoja ajue wakati huo ndio wa kuokoa maisha yake. Akienda apeleke mizaa na apeleke mizaa, muda huo uishe. Kile kitangulia hapo ni kifo. Kile utangulia kutoka hapo ni kifo. Na ndio ujiulize watu hawa wasingefanya mambo haya ambaye Mordekai anafanya saa hii, maana amesikia kile kimetangazwa ni kifo. Na kwa saa hii nimesema kwa kila mmoja hapa, hakuna mtu amepangiwa mema na Hamani wake. Tuwa pamoja? Uende tu keti hivi usiangalie uone hakuna kitu chema Hamani amepanga kwako. Kila amepanga hapo ni uwawe. Na hata ametengeneza miti. Ametengeneza miti. Kama ni hao watoto unasomesha, usidhani kusomesha ndio kazi. Wanasoma na wanaharibika. Hamuoni watoto wamesoma huko, watu wamesoma na wameharibika watu wana masomo? Yes. Watu kwa hivyo kumaanisha shetani anamalizia hapo umemaliza kusoma, hata ukisomesha ufike pale anakungojea mbele. Kuna wakati unafanya yako, lakini pale mbele anaenda tena anasimama hapo anasema sasa amemaliza kusomesha, wacha tukae hapa. Anazungusha mtoto miaka 6 hana kazi, anakata tamaa, anaanzia bangi. Ama huku anamshawishi kila saa, anamuonyesha wewe hakuna masomo ni ya kule nini. Anamwangaisha ule mtoto anaanzia kuvuta bangi ama anaanzia kuharibika, mwisho wake anakaa tu. Unauliza huyu mtoto ndiye alikuwa amepita, alikuwa amepita alipata ni huyo. Lakini ile yake iko na kazi gani? Hakuna. Kumbe andui alienda tu pale. Hakukupata mtu wa kusimama pale ajue huyu Hamani huyu mipango yake ni kifo. Kwa hivyo kile ninahitaji hapa nisimame na Mungu, nipigane vita, nitoe dhabihu kwa ajili watoto hawa, niwafunike, niwaombee, niwapiganie, wakifika pale waingie. Praise the Lord. Waingie kwa sababu sasa nitakuwa kazi na niko na ninaona vile tunaenda. Lakini sasa ukikaa na ukawaida, ungoje, nimesema mipango ya Hamani ni ya kuua kipawa chako. Praise the Lord. Mipango ya Hamani usipite hapo huko. Usivae nguo nyingine kuliko hiyo. Usinunue kashamba kingine kama uliwezesha ukangangana ukanunua kaploti kamoja ka 50 by 100. Ni angangane usipate kingine. Praise the Lord. Ni afanye yake yote ukae na hapo kwa 50 by 100. Kwa 50 by 100 ni shamba kubwa sana. Si watu wako na mashamba yanaika mamia na maelfu. Anamwaga ngano eka moja mwanza anatobora anachukua tajiri. Ama sasa hii 50 by 100 ndio unakuta mtu kwa barabara anasema unajua mimi mambo yangu si kama yako. Nini? Unajua nilinunua shamba kitambo ukiwa unacheza wapi? Anakwambia 90 ama 150 km from town. 150 km from town. Hiyo ni reserve. Ama? Hiyo ni shamba ya 50,000. Usiseme uko na hiyo. Sema uko na Yesu. Ya Joseph iko kwa Mungu. Ndio maana anapitia gerezani anaipata kupitia laini ya Mungu. Kama wewe ni Joseph yako iko kwa upande wa Mungu. Sasa kwa upande wa Mungu ndio kuna mchezo. Ndio utaenda utumike, na nimekuambia Hamani ako na anakufuata hatua kwa hatua. Anasema umefaulu kwa watoto kusomesha, basi nitaangalia hapo next. Nitaenda next.
Anakuambia unaenda unaona mtu amenunua shamba na ameshindwa kujenga mpaka shamba inakuja kujengwa na babu na mtoto wake. Yes. Ama anaanzisha nyumba alafu mawe inakaa hapo inabomoka tena inanechewa inaanguka tena. Si maisha ni hayo. Si ni ule nimesema Hamani amepanga. Hamani yako sawa. Amepanga. Mambo yake amepanga. Ndio anafuata hivi. Anafuata hivi. Lakini sasa hapa tuko leo hii. Tusipokuwa waangalifu tufike tujue kuna wakati wa kutoa hizi nguo kuvaa, kutoa hizi manguo, uweke chini uvae magunia. Utafute muda wako vizuri na Mungu hata kusema biashara zinakuzuia, utatafuta muda. Hii biashara unaweza ifanya maisani, unaweza ifanye alafu tukutane ukiwa na mkongojo. Praise the Lord. Lakini enda upigie hesabu ulize hii biashara yangu hii. Siwezi ipanga hii biashara yangu ikanipea nafasi ya Sunday vizuri. Yaani siwezi panga biashara nikaombe Mungu, nikamwambia Jehova, ninakuheshimu na mali yangu, ninakuheshimu na kazi zangu. Si hata maandiko yanasema hata hiyo ngamia yako ama hiyo punda yako isifanye kazi siku hiyo. Yes. Yes. Haleluya. Yes. Si inasema hata hiyo mfanyakazi wako wa nyumbani mwambie leo usifanye kazi, twende tukaabudu Mungu. Ndio sasa hii nafasi uipate vizuri, wewe umehakikisha kila kitu kiko sawa. Si Mungu amesema yote vile inastahili kuwa. Hapa anasema wakati unafika unaparua nguo, unatoa hizi, unavaa gunia, unaenda chini kwa mchapa. Unasema kwa saa hii Mungu, kile ninakuomba hapa ni mimi nimekuja uokoe hii nyumba yako. Uokoe utumishi wangu. Kwa sababu sasa mahali umefika, nisipochukua hatua ya aina hii, ni kifo hapa mbele. Praise the Lord. Amen. Mungu anangojea uondoke. Mungu anangojea uamue. Amua. Ukiamua utaokoa maisha yako. Ukiamua utaokoa familia. Ukiamua utaokoa ndugu zako. Nimesema hata Mordekai kile analilia ni yeye na watu wake. Soma. Katika kila mkoa mara tu amri ya mfalme ilipotangazwa, yes, msiba mkubwa uliwakuba Wayahudi. Basi wakati ilitangazwa tu msiba mkubwa ukakuba watu. Walifunga wakalia, walipotangaziwa wakajua tarehe 13 imetangazwa ndio mwisho wenu. Maandiko yanasema walifunga wakalia na kuomboleza, wakaomboleza, na wengi wao walilala katika majivu wakiwa wamevaa magunia. Na wengine wengi wao, yaani kumaanisha wale wengi ni wale hawakuwa na nyumbani, walilala kwa majivu. Majivu imewekwa hapo, wakalala hapo kubingirika kwa majivu wakiwa wamevaa gunia, si nguo, si suti sasa, si madresi ya 5,000, 10,000, 20,000, hapana, walibingirika hapo wakiwa wamevaa magunia wakimulilia Mungu, sababu sasa vile imetangazwa hapa imeonekana mwisho ni kifo. Sasa kifo kimefika. Mwisho wetu umefika. Kuna mtu anafunguka macho aangalie maisha yake kidogo hivi. Aangalie aone hapa kabisa hakuna uhai umetangazwa hapa. Aone hii ndio haina uhai, aone haya maisha yangu hakuna uhai, hata hii biashara bwana hii haina uhai hii. Aamue asimame kinyume na mambo haya vizuri na afanye mambo ambayo hajawahi kufanya. Hapo ndio utajua unaweza fanya mambo tofauti. Bible iko na mambo mengi ambayo sasa hata kuyahubiri kwa saa hii watu wakiwa watoto inakuwa ni ngumu. Praise the Lord. Wanangojea wakomae, waelezwe mambo unaweza kufanya, si ndio? Hatua unaweza chukua hatua kali kama hizi za kina Mordekai. Maandiko yanasema wakafunga wakalia. Hapo sasa hakuna mama, hakuna mzee, hakuna mtoto, kifo imetangazwa kwa kila mtu. Vile tunaingia hapa, hakuna kujibagua tena. Hapa hakuna watoto sasa. Hapa hakuna watu wazima. Saa hii ni kuanguka. Wanasema tukafunga, tukaomba, tukalia. Alafu sasa tukawa wengi wao wakawa wanalala kwa majivu. Walilala hapo kwa majivu wakimulilia Mungu kwa sababu ya kuokoa maisha yao. Wanataka kuokoa maisha yao. Kuna mtu haoni maisha yake yako hatarini. Kuna mtu amekaa hapa mwezi mzima, miezi 3, mwaka moja, na haoni kama watoto wake wako hatarini. Haoni kama ndio hii iko kwa hatari. Haoni kama hii maisha yake hizi kazi anaona siko kwa hatari. Anaendelea tu na kawaida tu, lakini roho wa Mungu anaongea kila siku akisema, "Huu ni wakati wa kufunga na kulia ili tuokoe." Nafasi inabaki kidogo sana. Ujaribu kuokoa watoto hawa. Ujaribu kuokoa maisha haya. Watalia, watasema ni
huyu alituzaa. Haleluya. Si watauliza. Wanaweza sema ni baba wa aina gani huyu? Baba alikaa tu na ukawaida. Muda utaisha na aliambiwa, hapana, usi wakati wa kucheza, ni wakati wa kumwamini Mungu, ufanye mambo tofauti. Yale utakuwa unafanya, nimesema yanaleta picha ya wazimu. Maandiko yanasema Mordekai alipovaa nguo akaenda ikulu. Hebu toka hapo uvae magunia ujaribu kuingia kwa ikulu. Unajaribu kuingia na suti na unakataliwa ni gunia. Tubutu waza ikulu enda kwa gavana na gunia. Utakutana na askari kwa mlango na kwa gavana hapa kwa MCA, hata kwa chief. Praise the Lord. Hata kwa chief huwezi ingia na gunia. Lakini Mordekai mahali amefika sasa, amekaa wazimu, amevaa gunia na anaenda mpaka ikulu. Anafika kwa mlango anaambia, huko hawezi ingia ukiwa hivi na gunia, haiwezekani. Ndiye akageuka, analilia Mungu sasa amekuwa hivyo. Tusianzie kusema mimi ni wa kanisa gani, ni wa huko, tukuje tuangalie ule Mungu anafanya kazi ndiye tunataka. Cha muhimu ni tuponywe. Praise the Lord. Cha muhimu ni tuokoe ndugu zetu wanakufa na wanalia saa hii. Dada zetu wanalia wako huko wametekwa na madhabahu ya usherati na uzinzi wanaangamia. Wazazi wetu wanaangamia, wametuletea kijiti, wametupatia ya magonjwa. Sasa saa hii tukicheza tuendeleze magonjwa kwa watoto wetu, maisha yataharibika. Wacha huyu akuja niambie Mungu aliye naye. Nimsikize, ikiwa Mungu wake anasaidia tukutumikie nisaidike. Yes. Haleluya. Ule Mungu uko naye ndiye tunasikia. Mungu wako anafanya nini? Nasema Mungu wetu ametupigania. Mungu wetu ametusaidia. Ametuonyesha wema wake. Hata vile tuko hapa, sina shuhuda. Hata asubuhi nilisema aoneni Mungu atie mechi ndiye anaongoza. Nilisema hivyo? Hii nyumba ilikuwa na kiti. Niliingia hakuna kiti basi. Nikainua mikono hapa nikamwambia Bwana nipe kiti sasa. Watu wakaja hapa siku moja wengi. Nikiwa nawaombea nikakosa kiti ya kukalia. Kuna kameza kako pale. Nikakachukua nikakaweka hapa. Nikaambia wengine ketini mkiangalia hivi, wengine ketini mkiangalia pale hii. Sasa niwahubirie. Nikawahubiria kwa kameza. Praise the Lord. Nilipomaliza kuhubiri ndio nikainama nikauliza Mungu, inawezekanaje umenituma hata kiti unipatie? Praise the Lord. Ninasema vile Mungu aliniamusha hapa, alinipeleka mpaka kwa mama mmoja aliyekuwa amejua mtu aliye na viti kwa nyumba na atumii viti vipya, alikuwa vinanunuliwa viti 11. Huyo ndio nilienda kwake na sijui vile nilifika hapo. Sijui vile Roho aliniongoza nikafika hapo, nikaikuta namwambia kanisa inataka viti na mimi ni pastor na sina pesa. Na akaniambia umekuja, kuna mtu ameniambia kuna viti hapa, twende nikuonyeshe. Tukaenda, nikapatiwa viti 11 vile ile ya blue. Praise the Lord. Amen. Nikaenda siku hiyo sikiwa sina hata 100 ya pikipiki inaweza nisaidia kubeba, hata yeye alitoa 100 huyo mama. Ini bebe tukuja kwa kanisa. Haleluya. Hiyo sio shida. Sasa Mungu wetu ndiye huyo. Uwezo wake ndiye huyo wa kuinua na kubariki. Ndio hii imejaa viti. Hata na viti sasa kuna vitu vingine zaidi ya viti. Hata generator tuko nazo ziko tayari, stima ikipotea hapa utajua. Amen. Generator ziko. Sasa pesa nyingi. Makamera si unaona yanafanya kazi. Wewe unaona kiti peke yake saa hii inaguza kiti, si kiti ni ya kuanzia. Si unaona laptop inafanya kazi pande zote. Haleluya. TV inafanya. Kupitia makamera. Tunaenda live. Haleluya. Nataka mtu mmoja hapa sharp achukue laptop iko pale moto, aanzie kufanya hivi tukiwa live hapa. Lakini wako wapi na hawajui? Hawataki, hata wale wanajua hawataki, wanasema tena hata pasta. Sasa pasta, tuweza pesa pasta. Pesa gani? Sasa tuliambiwa hapa ni wakati wa kutafuta pesa ama ni wakati wa kutafuta Mungu? Sasa tuliambiwa ni wakati wa kutafuta pesa ama ni Mungu? Tukaambiwa hule nani alikuwa nani? Yes, alikirishana na pesa kwa na akapoteza muda wake na akapoteza kipawa cha maana sana. Na Mordekai ni huyu tu hapa tunaosoma kwamba hakujua muda wake unaenda kuisha. Unaona kama Mordekai alijua hiyo siku atashikwa na ukoma? Unaona kama Mordekai alijua? Kwani nataka kuniambia hiyo ndio siku Mordekai alianzia mchezo ama alikuwa ameanzia siku nyingi hapa nyuma? Gehazi, si Gehazi alikuwa ameanzia mchezo huku nyuma? Sasa ikafika mwisho. Siku ile ajui kama vile natangaza hapa, Mungu anasema huu ndio mwisho, watu wajue kwamba dakika zile zimebaki ni kidogo na tumemalizia. Na nimesema hata Samson hakujua kama atatobolewa macho. Alifikiria ataenda na atarudi na ushindi.
Na hivyo ndivyo watu wanacheza. Nimesema hata nimeona watu kanisa tu bado kuna watu wanacheza tu, mtu anafikiria tu kwa mchezo, lakini saa igonge tu iishe, ufikirie kaa hapa, ondokea, mwenye anapita apite. Hatuwezi kubali ukae ukifunga mlango na wingi. Kama haukuwa tayari kuja kutumikia Mungu, kaa kando, mwenye anatumika atumike. Na hakuna mahali Mungu hataitwa Mungu, na hakuna kitu itabadilishwa. Mimi ni wa Mungu na security yangu ni kwa Mungu iko. Praise the Lord. Kwa hivyo hata mtu akirusha itapitia wapi? Hakuna. Utapitia wapi? Nguvu za Mungu ni nyingi, neema ya Mungu ni nyingi. Kwa hivyo tunaenda moja kwa moja, vita tunapigana tunajua. Haleluya. Praise the Lord. Ukituma umetumwa na silaha zote, ukienda utaachilia moja, unamaliza hapo. Hiyo guruleti ya mke hapo kwa jina la Yesu. Amen. Na unaendelea, kazi ya Mungu inaendelea. Nimesema ndiyo Mungu anafanya. Miujiza yake tumeiona. Nimesema tukianzia kushuhudia ni kesho, ni kesho kutwa, ni wiki, ni mwezi. Yale Mungu ametenda, ni mwaminifu. Amekuja ametuonyesha wema wake. Tumemjua. Tutumikieni ule Mungu tunaona. Tumikia ule Mungu unaona. Tumikia ule Mungu unaona ako na uhai. Praise the Lord. Tutoke kwa dini na mambo ambayo hayana maana saa hii, kwa sababu kile kiko na maana ni wewe na watoto wako na maisha yako na nyumba yako. Ni wewe uokoe hilo yako. Maandiko yanasema kila goti litapigwa mbele za Mungu, si kila magoti. Ni kila goti litaenda mbele za Mungu. Wewe na mume wako ama mke wako, kwani mtaenda kupiga wawili? Ni mimi nifike mbele za Mungu niseme mambo yangu na nisomeshwe mambo yangu. Kwa hivyo saa hii sihitaji mtu wa kuniambia hata hadi nisiende kuomba, hadi nisifanye. No. Ikifika mahali Mungu wangu anaingiliwa, hapo ndio utanijua sasa my true colors. Utajijua rangi zangu zenyewe utazijua. Saa sio unataka kuingilia Mungu wangu hadi nisiombe. Hata Mordekai, hiyo ndio imeleta shida. Amekataa kumuinamia mtu huyu anaitwa Haman. Huyu mtu anasema huyu mtu aninamia. Ndiye huyu amesimama katika msimamo wake Haman na Mordekai. Na mwisho wake Mordekai ni mshindi kwa sababu kwa upande wa Mungu. Usisahau na Danieli. Amekataa kuinamia miungu ya uchafu, bado anabaki mshindi. Usisahau Shadraka, Kimesha kina Abednego. Bado amekataa kuinamia miungu na wabaki washindi. Mimi ndio nitashindwa? Wewe ndio utashindwa? Haiwezekani. Wewe simama vizuri na Mungu, pigana vita ukijua ya kwamba ni wewe unahitajika. Mungu anasema nataka mmoja nikaokoe Israeli. Hapo wapi huyo Musa? Ako wapi Musa? Musa anamwambia kigugumizi anamwambia wewe acha mituko, unaenda. Unafikiri ni wewe unaongea kama ni mimi? Utaenda. Utaenda. Wacha kujidharau ukiwa hapo, ni wewe unangojea ukoe hii nyumba. Kisema kigugumizi, nani anakuuliza mambo ya kigugumizi yako? Simama umwambie Jehova niko tayari. Na hapa unaniona niko tayari. Onyesha dalili za kusema niko tayari kwa njia ya kurarua nguo zako, kuvaa magunia na kuanguka chini na kulia, ndio unyenyekee mbele za Mungu ukubalike. Hiyo njia. Lakini ukawaida hutasaidia. Mizaa na mambo ya mizenea imechenedi ngosho haitasaidia. Praise the Lord. Kuongea watu na kuangalia watu na kuwadharau haitasaidia. Ati huyu ako hivi, huyu ako hivi. Ako na nini? Ni wakati wa kuangalia kile nimesema kila mtu ana. Na unasikia ni gunia ni mtu ana gunia, unavaa hata ile nguo ulikuwa naye safi unatoa. Unavaa gunia. Sasa ni wapi unaona wewe uko na Mungu kuliko mwenzako? Ni wapi unaonea wewe uko na uwezo kuliko ule? Ni wapi unaonea huyu hafai wewe ndio unafaa? Ni wapi vitu kama hizo zinaweza kujia? Kwa nafasi hii tuko naye. Hii ni ya kujitafutia kamwanya uingie, kama ule mama alitafuta kamwanya akasukumana aguse nguo ya Yesu tu peke yake apone. Nafasi ni hiyo imebakia, kamwanya kadogo nikapate nipigane vita hivi nisaidike. Maandiko yanasema Mordekai wakararua nguo zao. Niko na watu wanataka kurarua nguo ama wamerarua nguo? Ama niko na wataalamu sasa? Kuna vile mchungaji anaweza ongea tusikuje sana. Ndio unaweza ongea tusikuje? Sio hiyo? Huyo ni mtaalamu wa maneno. Huyo amepanga, anataka uongee vile anataka. Anataka upange uongee vile anataka. Sasa mimi na mimi nasema siongee vile anataka. Asipokuja tunakutana na ule mwingine ametayarishwa. Kuna mwingine ametayarishwa kwa hiyo nafasi. Saidi anafanya bila unaona mkipiaje anafanya hivi akimoja Filipi fanya nini? Ipigwe. Kuna mwingine anatayarishwa anafanya hivi.
hapa mazoezi. Akuja tukue nafasi. Naambia weka akuja tujenge fanye Mungu akubariki. Leta kiti ama meza kama hii, Mungu afungue milango. Nasema sasa hii sijui kama nitaleta kwa sababu. Sasa hiyo unaongea iko kuna mwingine anafanya hivi aleta 3. Gapi? Si ndio? Yes. Ametayarishwa. Hivyo ndio kanisa huwa inaenda. Hivyo ndio kazi ya Mungu inaenda. Hivyo ndio kazi. Kwa hivyo nafasi ile nimepatiwa moja hii ni ya kuniokoa. Nafasi ile nimepatiwa moja hii ni ya kunisaidia. Kana nafasi kale kama bakisho haka nivae magunia nilarua nguo zangu iwe sasa sauti ya Mungu ninasikia. Sauti ya Mungu ikianzia kuja kwako hakuna kitu ya kubagua saa hiyo. Nimesema Mungu anaongea na watu wengi lakini tofauti inakuja kwa hatua. Sile hatua watu wao wanachukua. Kuna mtu angeambiwa na Mungu vile niliambiwa toka kwenda na uingia gari uchukue watoto na uende na familia na angekuwa bado huko akisema ni kama niliota nikiona. Ni kama nisikia sauti ikiniambia. Si kuna watu wanaongea sauti ya miaka 10 imeisha. Yes. Ni kama nisikia sauti ikiniambia. Ni kama nisikia ni kama siku moja nikaona. Si kama siku moja nikasikia. Mungu alikuwa ameongea na alifanya kazi yake. Aliambia Ibrahimu toka. Sasa mpaka kule nitakuonye. Huko ndio nitakubariki. Asingetoka. Okay. Sasa wewe Mungu amekuambia toka. Nenda mpaka mahali nitakuonyesha madhabahu. Ingia na utulie huko. Nataka kukubariki. Usipofuatilia hautabarikiwa. Praise the Lord. Kwa hivyo sasa kile kinahitajika ni mtu wa kuamua hapa. Atangaze kwamba wakati ule niko naye saa hii ni wa kurarua hizi nguo. Sina muda na kupoteza. Nimesema niko na watumishi hapa lakini nafasi hizo hawako. Hata ukimpatia kule udhaifu ataifanya naye. Ukimwambia hii makwaya atakuwa anakuja leo anakosa saa 2, anakosa saa 2, anakosa hiyo sitaki. Yaani utoke kwanza ukae huko ngojee. Ukitaka kutumia nafasi hiyo vibaya, nimesema kamuda kale kamebaki nikadogo. Kuna watu bado niko na hakika ninasikia sauti ya wanacheza bado. Wako kwa mchezo. Siku ambayo utasikia tu roho ameshuka amekuweka kando, ndio utajua mchezo hautatumika pande hii. Ndio utajua sasa huku si kama kule na hatuwezi tumia hizo njia za huko. Utasikia tu roho amekukataa, basi ndio utajua si kuzuri. Maandiko yanasema watu hao wasinge rarua nguo zao waanguke chini kwa mavumbi na wavae magunia. Mambo yangeharibika. Ni kifo ilikuwa inatangulia. Kuna mtu anacheza na honi dakika zimeisha. Nimesema kuna mtu amekanyangia 40. Kuna mtu amekanyangia 35, wengine 30, wengine 25, wengine 50, wengine 55 na bado hapo kwa mizatu. Hata akiambiwa wachana na hao watu bado za watu tu. Badala ukae na watu vizuri hata akikusumbua wachana na hiyo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja? Yes. Unafika mahali unazia kusema sasa nimekomaa, ninahitaji sasa hivi kutumikia Mungu. Ukiwa kijana ukipata nyumba ama ukioa sasa hiyo unatakanga kuona hata ukitaka maji unasema fulani. Si sasa ndio uko na kijana kama miaka 25 ni maji unataka. Fulani nipe maji. Haleluya. Hiyo kila mtu ajue mtu wako kwa nyumba na ni wangu. Ama? Yes. Haleluya. Ukitaka hata kiatu na kiatu iko pale. Fulani. Mtu hapo huko anafanya mambo yake lakini wewe kuja. Nataka hata ukitaka kagirasi ziko hapa kwa unaziona zizo. Wewe fulani. Praise the Lord. Lakini unafika kama pale tuko saa hii unakuja na kiu unaenda kwa glasi pale zinakuwa. Unaenda kwa maji. Haleluya. Unachukua maji alafu unaendelea. Ama mjui nafikanga hapo. Zinafikanga hapo. Yes. Hakuna kusumbuana sasa nimekomaa. Nimejua hii ni yangu na hii nitakaa nayo na hakuna mambo mengi sasa hapa. Kwa hivyo tunaweza tumika wote kwa sababu hata mimi mwenyewe naweza peana maji sasa si lazima nipewe. Si ndio? Yes. Fulani hata mimi naweza fulani saa hiyo. Fulani. Nataka maji. Okay, kidogo tu. Nafanyanga hivyo, si ndio nafanyanga? Shika maji ukunywe. Basi, tunaendelea na safari. Lakini kama mwanzo kale. Si ndio? Hapa ndio neno inasema wakati unafika, unawachana mambo kama hayo. Unawachana fika baada ya sema saa hii sasa ni kutumikia.
Hakuna kupembelezwa. Uambiwe sasa kuja. Hiyo wachana nayo. Ni wewe uamuke ukatafute Mungu. Ule mwingine amuke atakavute Mungu. Ajue wakati ule niko naye ni wa kuvaa magunia. Praise the Lord. Amen. Ukiona unachelewa uende uketishe muda wako vizuri, sema na hii kuchelewa kweli mtatoboa na kiwa na hii. Hebu ni adjust tena. Kama unafika saa 3:30 uende una adjust tena inarudi saa 3. Unakata 30 minutes unajua umefaulu. Na usikubali akunyang'anye hiyo 30. Sababu nilisema shetani akitaka kuweza mtu huwa ni kama vile simba. Nilisema simba huwa anatenga kama ni kondoo ama kama ni kaswara kakukasara 100, anatenga kamoja kando. Hiyo ndio nafasi atatumia. Hata kama ataiba 10 minutes yako kama 5, atakuwa anasema at least nimemweka kando. Tuko pamoja? Yes. Atakuja tena kwa njia ya kujikasa tu akuibie nyingine 5, hiyo 15, aseme at least nimemweka kando kidogo. Mpaka hakikisha amekuchukulia 1 hour 2 hours mpaka uanze kukata tamaa useme na siendi leo, amechukua sasa amekuweza. Angeweza kukuja na mara moja utastuka. Utasema niliaje leo? Hawezi kuja hivyo. Akijua umeingia na misingi imeingia na umeshingia, atakuja na kadogo. Hata mazoea huwa yazoei haraka, hata kuangusha watu waangushaji haraka. Anakuja na mambo kidogo, unaongea tu mizaa kidogo, unaongea tu ingine, unaongezea tena. Mwisho wake unajikuta umeanguka. Haleluya. Anajua akija mara moja atakuweza. Hautamweza, atakukuta umejipanga. Mara moja utaweza? Hapana. Sasa wewe mtu akuja akwambia ambuka twende na akwambia kule unaenda utaenda? Utamfuata? Hapana. Lakini akija hapa niseme siku nyingine akija aseme keep change. Ndio. Yes. Anajua ametwist kado. Mind. Si ni mawazo? Yes. Kidogo. Alafu naende tena. Sina shughuli. Keep change, another keep change. Haya. Amegeuza. Nizama ndio mjiaka kuku baiti moja mbali alafu ingine. Sasa mwisho unakwaka kwa ya mwisho utabaka kwa miguu. Ni hiyo. Umemwaga wapi? Atajua adui anatumia njia hiyo, hawezi kuja mara moja. Amuka twende. Tunaenda wapi wewe? Waacha mchezo. Tunaenda hata utakuwa mkali sana. Kwa hivyo atatumia njia ya kukutenga na kadogo mpaka atakuweza. Siku atakuamsha ndio utasikia sauti zinalia kwa masikio. Leo tulikuwa tunangojea. Tumeua mtu. Tumeua kipawa. Tumeua njitu. Kama ulikuwa mkubwa kiroho, tumeua njitu. Tumeua mtesi wetu. Ulikuwa unapiga mapepo mpaka yote yanaenda hivi. Yasikisikia Sunday inakaribia ni kesho, wanajua lazima hapo tutaisha. Wachawi wakisikia hiyo laini wanaanzia kujificha. Siku unagongwa, wote wanapiga sauti yao. Tumeua njitu. Tunaua mtesi wetu. Ama? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema imani iko na uhai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pokea rehema. Pokea ushindi kwa jina la Yesu. Pokea baraka kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema wakati ule tuko naye ni mdogo sana, tujipangeni. Sawa sawa? Yes. Jipangeni haraka sana, ukibishana na wakati ule umebakia uokoe maisha. Sababu sasa saa hii ni wakati wa kurarua nguo, ni wakati wa kuvaa gunia, ni wakati wa kufunga, ni wakati wa kulia. Machozi unalia machozi mbele za Mungu ukiomba, ukimwambia Jehova nisaidie. Sasa Mungu nishikilie. Mimi nimekuja kwako. Saa hii hakuna mambo na kuongea wengine. Saa hii hakuna nafasi ya kusema fulani yako hivi fulani yako. Hiyo ni utoto. Praise the Lord. Amen. Huo ni utoto mwingi sana. Hata saa zingine nashindwa nitajibu aje sasa hii. Nitaongea nini? Mimi saa hii siko hiyo. Ninaangalia vile huu mtu utapona. Yes. Naangalia vile huu mtu utapona. Naangalia vile Mungu atajidhihirisha tu. Hawa watu wanatumika uchafu hii na mambo mengi haya maovu. Yapungue tusikie sauti ya Mungu iko juu. Kanisa iwe na watu wengi kuliko baa. Yes. Sitapata mmoja wa kusaidia hii hapa kanisa tupigane vita. Sitapata mtumishi, sitapata mtu aliye na roho ya Mungu.
Sitapata mtu ako na kipendeleo mbele za Mungu. Hata kama alikuwa mwenye dhambi, akuje pande hii atubu. Amwambie Jehova nimetubu, Mungu aone kweli huyu ametubu. Akubariki tupigane vita. Hii imejaa, ile ingine imejaa. Praise the Lord. Amen. Kanisa iko wapi? Nimesema kanisa iko wapi? Ni gari ngapi ziko hapo nje saa hii? Sababu mambo ya Mungu tu ndio shida. Mlevi akikuja kwa barabara utasikia anasumbuliwa, lakini kosea kidogo uanzie kuombea hapo kwa nyumba yako. Au mlevi akija ingia hata next ya komboe mlevi akafika akiiba nyimbo zake na aketi kwa nyumba yake na nguvu kuu. Si ndio? Sababu aketi na heshima. Utasikia ko mwisho wake sufuria kap. Au utasikia huyu anahangaishwa. Lakini siku moja funga macho wazee kusema asante Yesu. Nasikia tunawati kama ni mabati kama ni nini. Kama wewe. Mambo ya Mungu yako hivyo tu. Angalia uone sasa kama ni wewe utaamua ukoze kusumbua huyu ama utapiga hesabu useme hapa. Yaani hii ndio shida tu. Enda kanisa tu fuatanisha siku 3 ukilauka maombi hapa utasikia sijui ni wapi anarauka. Umesikia ni kanisa. Si wapi ni wapi anarauka. Lakini enda mahali pengine hata wale wanaenda huko kazi za usiku za town za usiku za mashetani hakuna mtu anawasumbua kuuliza wameenda wapi. Ni kweli? Yes. Hakuna mtu akona hiyo shughuli, lakini kuja kwa hii nyumba ya Mungu na kuambia wiki 2 utaongewa hapo, kila mtu anataka kusema ni kanisa anaomba. Sijui anaomba aje. Sijui nini. Hivi tuko ndio itaongewa. Kwa jirani omba tu kidogo, utasikia nyumba yako itagongwa. Mlango. Baka landlord ataenda kuona mwambie atulie. Ama wataenda mpaka kwa landlord kumwambia anyamaze. Kila siku anakuja sasa, si watoto ndio wanakula. Kwani watoto hawezi kula nikiomba? Nimekiomba nashika mtoto mdomo. Haleluya. Amen. Lakini kwa sababu ni sauti ya Mungu iko na shida na iko na vita namna hiyo, ni wewe ufike mahali sasa uamue. Useme ni nani utatumikia? Ni sauti za Hawa ama ni sauti za Mungu? Ni Mungu utatumikia. Kwa sababu hapa ndio Mordekai wanafika wanaingia magunia kwa ikulu. Praise the Lord. Saa hii ni sauti gani itasikika? Ni lazima sauti ya Mordekai inasema lazima sauti yangu isikike. Sababu isiposikika mbele yangu ni kifo. Ule amefika, mwingine amefika kwao, ana shida na kwao. Ana shida na hayo. Ana shida na vile hako. Wewe ndio uko na hiyo nyota. Wewe ndio uko na hiyo kipawa. Wewe ndio umeitwa. Wewe ndio sauti ya Mungu iko juu yako. Sasa ulikuja umezaliwa umekumbatia kuito wako, kipawa, utumishi. Umekuja na vitu vya aina hiyo. Lazima uombe. Ukikataa uogope Hawa, wao wako kwa ofisi zao. Praise the Lord. Amen. Wao wako kwa ofisi zao, pengine labda mambo yale wanafanya mchana ukiambiwa ufanye uwezi. Si ndio? Ndio wanarudi wewe unawaona hapo. Mambo yale wanafanya wakirudi kwa hiyo nyumba ukiambiwa ufanye hutaweza. Lakini sasa wao wanasimamia ofisi zao vizuri. Wao wakiingilia yako iwe yako imesimama, basi wewe ndio unashindwa, si wao. Ni wakati wa kusema kwamba wakati huu ni wakati wa kuokoa nafasi iliyobakia, nayo ni ya kuokoa moyo wangu, kuokoa nyumba ya baba yangu, kuokoa ndugu zangu na dada zangu. Sasa uamue utumikie Mungu pasipo kuogopa mtu yeyote. Praise the Lord. Amen. Pasipo kuogopa. Hao wanababu ndio wanaingia ikulu wanamaanisha hakuna kitu tunajua. Tunaenda kuelezewa kwa gate ni gunia tuko nazo, inamaanisha hata wao wenyewe waone ni nguo wamevaa ni magunia. Wanaona tu hapo sawa. Akienda anajua anapokelewa akiwa na magunia. Analia anaenda kuambiwa kwa gate. Kwa hivyo naendelea kumwamini Mungu na kumuita Mungu ni mpaka niingie kwa ahadi yangu kwa jina la Yesu. Ni mpaka nipigane vita nipone kwa jina la Yesu. Ni mpaka hii shida ifike mwisho kwa jina la Yesu. Tuko pamoja? Siwezi sikia familia iko na shida ya asima, shida ya high blood pressure, hapo unanyamaza tu unapewa mbio unaletewa kijiti ya asima unapelekea watoto asima na wapelekea wale wengine asima. Hakuna vitu kama hizo. Unaletewa ukimwi na unajua maukimwi ni ya familia. Si inafuatana saa zingine familia moja. Yes. Unaona wameshikwa ukaribu wote. Wamekufa watu wengi makaburi unaona huko. Kwa nini unanyamaza uangalie hizo shida vile zinaenda hivi na ni kitu neletewa? Unasema hapana, hii sitaki kuchukua. Hii sitaki ya magonjwa ya maukimwi mimi nimekataa. Unakata hii kitabu unapigana vita. Kupigana vita vya kukataa kitabu ya ukimwi itabidi unavaa gunia. Haleluya. Inabidi uvae gunia. Utangaze hapana. Hii nimekataa. Hii kwa uzao wangu nimekataa. Praise the Lord. Upigane vita. Mpaka utangaze ushuhuda, utangaze miujiza, kwa sababu miujiza imejaa na nimesema iko na tumeiona.
Useme Mungu amenitakasa, Mungu amenisaidia, Mungu amenilinda, amenitenganisha na kitovu hicho. Praise the Lord. Haleluya. Kwa sababu ya uamuzi wa aina hii ndio Mordekai akaambia Esther aelewe vile kuko siku nzuri, mambo yameharibika. Aelezwe mpaka gazeti imetolewa na imesomwa. Tunaenda kuisha. Tumepangiwa njama na Haman na ni hatari. Hadaki akaenda akamweleza Esther yote. Hadaki naye akaenda akamweleza Esther mambo yale yote ameambiwa, aliyosema Mordekai. Yale Mordekai amesema. Naye Esther akamwambia, naye Esther akamtuma tena kwa Mordekai. Arudi akamwambia Mordekai. Aende aambie Mordekai nini? Watumishi wote wa mfalme na raia wa mikoa yote wanajua ya kwamba mtu yeyote yule aingiaye katika ua wa ndani wa kumwona mfalme bila kuitwa, huyo lazima uawe. Esther ndiye amejibu hivyo. Ameambia Mordekai, sasa mambo hayo ukaniambia nifanye ni ngumu. Hata unajaribu kuniambia niende nikaone mfalme saa hii ni ngumu, kwa sababu hawezi ingia kwa mfalme kabla hujaitwa. Na hata Esther akamwambia sasa ndio niko na mwezi mmoja sijaitwa. Ati kwa mfalme ndio ingia lazima akuje waangalie hivi wote mkiwa kwa laini, alafu ainue fimbo aelekeze mmoja. Sasa kutoka saa hii nimekaa sana sijaitwa. Sasa kwenda pale kujifanya unaingia hapo ukiwa hujaitwa ni kifo. Akaambia Mordekai elezo vizuri, sikia hiyo ni kifo ingine unataka kunituma kwake. Kama hii kifo imetangazwa kwa Wayahudi wote, kuna kifo ingine iko hapa. Haleluya. Akamwambia hawezi ingia hivyo. Mordekai akamjibu nini? Anayeweza kunusulika ni yule tu ambaye mfalme atamnyoshea fimbo yake ya dhahabu ili kumsalimisha. Kumbe mimi sijaitwa na mfalme yapata mwezi mzima sasa. Basi ndio hiyo. Kumbe hajaitwa na mfalme ukapata mwezi mzima kwa saa hiyo hajaitwa. Kwa hivyo hawezi enda hapo. Haleluya. Na Mordekai alikuwa anataka aende hapo amwambie tunaisha tusaidie. Hivyo ndio Mordekai anataka. Esther amemwambia haiwezekani, ni ngumu uende kwa mfalme kabla hujaitwa. Lazima ungojee siku yako. Na siku zile Esther ameweza mwezi hajaitwa, na pande hii siku ni tarehe 30 wanauawa. Kwa hivyo Mordekai akipiga hesabu anasema ndio Esther akija kumaliza mwezi mwingine na hajaitwa. Haleluya. Amen. Unapiga hesabu wewe? Akija kumaliza, okay, tuseme for example, ataitwa sasa next month na siku ziishe kabla. Na alikuwa anataka, na Esther anaweza fikiria siku yenye ataitwa, ndiye anaweza enda kupeana ripoti hii Mordekai anamwambia saa hii, si ndio? Na akiitwa baada ya tarehe 13 zimepita. Kutakuwa kumekuaje? Kutakuwa kumeharibika. Tuko hapo. Biblia yako inasema hivyo? Yes. Haleluya. Amen. Biblia yako inasema hivyo? Yes. Elewa hivyo, nasema sasa angeitwa kabla ya tarehe 13, mambo itakuwa imeharibika. Kwa hivyo hata kuitwa kwake hakuna maana. Mordekai akamjibu nini? Mordekai alipopata ujumbe wa Esther, mara alimpelekea onyo hili. Alimpelekea onyo hili. Akampelekea onyo. Usidhani kwamba kwa kuwa upo ikulu wewe usalama zaidi kuliko Myahudi mwingine yoyote yule. Sikia bila anamujibu. Sasa Mordekai akakata tamaa, anasema imeisha. Ikiwa Esther ameshindwa kuingia kwa mfalme sasa, akamwambia Esther, wote nikuambie, usifikiri uko safe sasa, usifikiri wewe uko afadhali sana hata kama uko ikulu. Usifikiri kuna kitu unafanya hapo. Amekasirika. Haleluya. Amen. Tuko pamoja? Ndio mtu afikirie, angalia vizuri, afikirie wakati huu Mungu anakuita umtumikie. Wakati huu Mungu anakuambia wakati ndio huu. Ufikirie sasa saa hii hauko tayari kuchukua hatua, maana Esther hapa ni kugharimika, hataki kugharimika. Ukija kuangalia Esther hapa hajagharimika, lakini raundi ya pili Esther ataingia kwa gharama. Haleluya. Amen. Tuko pamoja? Sasa vile Esther amechukua mambo haya ya Mordekai raundi ya kwanza ameyachukua na ukawaida. Mordekai amemwambia usione kama uko muhimu sana kuliko sisi. Usifikiri wewe uko sawa sana ukiwa hapo ikulu. Hata hapo huko ujue utakufa na watu wa jamaa yenu. Alisoma hiyo bila amemwambia hapo. Ukikaa kimya wakati kama huu, msaada utawajia Wayahudi kutoka mahali. Msaada wetu utatujia kutoka mahali pengine. Nao wataokolewa, lakini wewe utakufa na jamaa ya baba yako
itaangamia. Nasikia vile amejibiwa na Mordekai. Hakuna kupembelezwa. Sema hakuna kupembelezwa. Hakuna kupembelezwa. Umesikia sasa injili imefika mahali hakuna kupembelezwa? Yes. Hata ukikataa kutumikia Mungu, Mungu atainua wengine watafanya nini? Watamtumikia. Watamtumikia. Si Mungu hakuweka kibao, uko naye, utumishi uko naye, neema uko naye, wewe ni sawa, Mungu anakupenda. Lakini ukawaida ni mwingi, mazoea ni mengi. Vile unatumika sio hivyo. Unahitajika ukawaida utolewe, usimame imara, upigane vita, utangaze ukombozi. Praise the Lord. Na ndio sasa Mungu aone hiyo tofauti. Na ndio Mungu anatupea nyumba kama hii yake, tunatumika hapa tukiangaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja? Nikasema siku nyingine nikiletewa mapasta hapa watreniwa wakwenda kuhubiri makanisa tofauti tofauti, ama wapewe hata hii, sina shida nayo, ni sawa sawa, wataenda. Lakini mtu huyu ameletwa hapa ndio kwanza aonyeshe upendo kwa hawa watu. Uwezi niambia amekuja kuchukia hawa, lakini anataka apewe huduma ya aina hii, aende nayo. Anaenda nao si watu. Hawa anaenda kwao si watu. Ndio Mungu anapanga kwanza, anapigisha pale upendo wako unaonekana kwa hao. Kama ni kujenga kanisa, unajenga hii kwa upendo wako unaonekana kwa kujenga hiyo, ndio anaenda kukujengea yako. Praise the Lord. Tuko pamoja? Mambo yako yanaonekana hapo yote, unapigwa sababu hapo umewekwa, kuna watu wa kuangaliwa nao. Mambo yako yanaangaliwa yote. Kama kuna roho ya wivu inatolewa hapo. Kama kuna roho ya uchoyo inatolewa hapo. Kama kuna wizi unamaliziwa hapo. Kama kuna usherati unamaliziwa hapo. Hizo vitu zote zinaoshwa zote. Unabakishwa mtu aliye mtumishi wa Mungu. Praise the Lord. Ni atakayetoka mahali pale sasa aseme upendo huu hajaanzia naye hapo amesimama. Upendo huu umetoka mbali. Praise the Lord. Msingi wa kuwapenda, msingi wa kuwaombea, msingi wa kufunga hapa niombee watu wa Mungu, si wa kuanzia hapa. Praise the Lord. Umefanya mambo haya tena na tena na mpaka ukawa sawa na hauna shida na hiyo, na hakuna mtu unalipisha, na uko sawa mpaka umetosheka. Na hata hujui utaenda wapi, hujui utaenda lini, hujui nini itakuwa hapo. Sasa uko sawa, umejiachilia kwa Mungu, mradi ninatumikia Mungu. Hapo ndio Mungu anakuja pia anashuka kama vile alishuka kwa Kornelio. Si ndio? Yes. Alishuka tu anamwambia Kornelio, basi vitu yako imefika kwangu. Kutoka sasa ni hivyo. Basi unashtuka, haya, ilikuwa leo. Na leo ndio Mungu amekuona. Na leo ndio Mungu amesema imetosha. Sasa nimeona utumishi wako. Hakuna mahali utumishi wako utakuwa na dosari huku nyuma. Hakuna mahali utakuwa unachukia watu halafu unataka kwenda kwa watu. Hakuna vitu kama hizo. Vile Mungu amekuweka hivi, anataka uone, na saa nyingine atapitishia mtoto huyo kwako akiwa na shida yenye wako anaweza kuwa nayo. Ni hatua gani utachukua inaonyesha roho yako ni ya mzazi. Praise the Lord. Kwani vitu zingine zimefichika? Si haya ni mambo tunayaona duniani. Yes. Ni mambo tunapitia kwa duniani. Ukai kidogo, ukiona mtoto wa mtu amefutwa shule, ametumwa nyumbani shule, uko namba 1 kukimbia kuambia watu vile kametumwa nyumbani akana karo. Utajua uko na watoto, na hata kama una watoto uko utapata. Si ndio? Wewe furahia mabaya kwa mwingine tu. Furahia mabaya tu, lakini siku yako itafika. Sasa itafanyika mbele yako tu hapo. Itabidi unasikia vibaya wakati unaona wewe mtoto wa fulani anaenda nyumbani. Unasema na sina kitu na nimebakisha 2,000. Wacha nione kama anaweza kubaliwa na hiyo pesa arudi. Hapo ndio umekuwa mtu sasa. Hapo ndio umeanzia kuguza mbingu. Hapo ndio umeanzia kuguza mbingu za Mungu sasa. Hapo ndio utajua nani anaitwa Mungu. Lakini huu kawaida watu wako naye tu bado tunaendelea ukawaida. Nimesema Esther amemaliza ukawaida baada ya kuambia wachana na utoto. Unafikiria usipotusaidia tutasaidika? Unafikiria usipokuja hapa na utumikia Mungu hii kanisa haitaendelea? Unafikiria Mungu anakuita umuimbie hapa usipoimba haitaendelea? Itaendelea. Sasa ukiambiwa tu hivyo basi anasema basi tufungeni siku 3. Hata akawaambia ndani wafunge siku 3 na mimi niamue. Kila kitakuwa kiwe. Lakini hapo ameweka uamuzi huo. Hapo ndio ukombozi wa taifa lote umepatikana. Praise the Lord. Hapo amefika akaamua hivyo, yameokoa Wayahudi wote. Ndio mambo yote yamebadilika. Lakini wakati alikuwa na ukawaida, alikuwa anaongea kiukawaida. Utaona mtu kanisani anaongea kiukawaida.
Unaona mtu anatumika na ukawaida, unampea macho, unasema huyu bado hapo kwa ukawaida. Hata anapoambiwa tumika vizuri, anaona ni kama siku nyingine haitafika. Unajua kwanza hata mtu akiwa kijana, sasa zingine watoto wangu wadogo hawa, nawaombea Mungu awasaidie. Usitaki hata niwaambie kitu saa nyingine mara 3 mara 5 nikikusumia kitu moja. Jaribu ugeuke. Sababu nilisema msiba huu Mungu anasema ni mwepesi na nasema hata nisikuchukie. Naweza kuambia mambo haya lakini iwe Mungu anakasirika na hayo mambo. Wale vijana ya rais alisema hawa watoto wamenichekelea. Sidhani walikuwa wanajua vile kitafanyika. Si ndio? Yes, hawakuwa wanajua. Lakini vile ilifanyika iliweka hasara kubwa zaidi. Wewe sijua wakati Mungu anakuambia kuja uombe pa kutumikia Mungu vizuri. Tumikia mtoto Mungu vizuri. Wewe tumikia Mungu unaendelea kuignore kabisa ile ya kuonyesha ignorance ile ya mchana ya kawaida. Unafanya kwa mafuta hivyo, inafika mahali anointing inanyamaza. Inakupea nafasi sasa ufanyange hivyo unataka. Ufanyange hivyo unataka. Niko na hakika kuna siku wewe inafika. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Yes. Ni vizuri sana kuelewa mambo. Ni vizuri sana kufikiria kile Mungu anaongea ndio uende uchukua hatua. Esther amemaliza mizaa. Ndio mambo imebadilika. Wakati ule alikuwa anajibu Mordekai, haoni uchungu, haoni vile hatari iko. Mordekai anajua siku imewekwa. Hata ametumana gazeti zipelekwa, ambiwa angalia hata nakala zimetolewa, vitu mambo yameandikwa, hata kila mikoa imepatiwa. Tumeambiwa tarehe 13, tarehe 13 mambo yetu inaisha. Na imepitishwa na saini imewekwa na mfalme. Sasa Esther na uko Ikulu. Na uko Ikulu uko hapo, hata wewe unafikiria namna gani? Hata wewe unafikiria namna gani? Ukiona hata unaita utumikie Mungu, Mungu amepanga msaada wa kanisa uko kila mahali. Utapangwa vizuri, lakini kuna kanafasi umeachiwa utumie hapa, wewe ufurahie maisha yako. Wewe ufurahie, wewe ufike. Ule mwingine akuja atumie nafasi afike. Praise the Lord. Ule mwingine hivyo, hao watu wamekuja sasa wanataka Mungu. Watu watumika katika nafasi zao, sasa kuna kile Mungu amewatuma wakujie. Si ndio? Yes, kuna kile hawezi kuwa wamekuja bure, sijui wametoka wapi. Na wageni wale wengine wako huko. Wamekuja aje na wenyeji, si ufuatilie vizuri hapa. Si ufuatilie vizuri, si uweke maneno ya kawaida kando. Si uweke tofauti za ukawaida kando, tofauti za wanadamu kando. Si uweke hii mambo mnaongea yenye haina maana kwanza kando. Ufuatilie hii hapa. Uone uokovu huu sasa. Uone ni nini itatokea. Angalau Roho Mtakatifu asome kwa anga yako, hata kwa mtumishi hapa wiki 5 ama miezi 3 ikiangalia tu, ukiangaliwa kwa kioo ya kioo unaonekana fresh. Uko sawa.